Sawa, soko limeanguka. Kuna yani majanga ambayo unaweza ukakutana nayo hasa kwenye kilimo chetu cha tumbaku. Moja ni soko kuanguka. Mbili ni magonjwa. Tatu ni mvua kuwa nyingi au kuwa chache. Yani hivyo ni vitu ambavyo ni lazima unaweza ukakutana nacho kwenye kilimo hiki cha tumbaku. Na ndio maana kwangu mimi ndio maana nasisitiza uweze kukata bima cha kwanza. Lakini kitu cha pili, uweze kulima kwa tahadhari. Lima ukizingatia ubora. Lakini kitu cha tatu ambacho naweza nikakushauri, usifuate mikumbo. Unapozalisha, ukauza, ukarudisha gharama, ukapata faida. Kwa sababu tumbaku inaanguka kwenye yale mazao ambayo ni ya muda mfupi, yani season crops. Jaribu sasa kuhamia kwenye permanent crops. Yani mfano, muda ambao unatumia kuvuna tumbaku sio muda ambao unaweza kutumia kuvuna kahawa au parachichi. Kwa unaweza sababu umeshapata somehow something, unaweza ukainvest. Kwa unaweza ukatoka kwenye season ukaja kwenye upande wa permanent crops. Kwa jaribu, kwa sababu kama umepata mwaka huu, jaribu kuinvest na huku ili kesho kiumba huku kutetee. Kutakuteteaje hujawekeza huku? Kwa ni swala la maamuzi, kwa sababu hata mfanyakazi wa benki unakuta bado amepanga. Hata yani ni swala la maamuzi, kwa sababu swala la uwekezaji hatuangalii kile kitu tunacholipwa. Tunaangalia fikira zako kichwani zinawaza nini kuhusu kesho yako. Kwa hatuangalii saving, tunaangalia investment. Unaweza ukawa unalipwa kiasi kikubwa kwenye scroll pay yako, unalipwa kiasi kikubwa tu. Lakini tukija kwenye upande wa saving ikakushinda. Lakini unaweza ukaweza saving, tukija kwenye upande wa investment ikakushinda. Kwa pata kidogo kifanyie makubwa. Sio pata kikubwa kifanyie madogo, pata kidogo kifanyie makubwa. Let's go, kwa sababu tuna kiu ya maendeleo. Bora kwa hiyo page.